Karibuni. Naitikia wote wadogo. Hapa tunaitikie, sio huko. Yes, mimi kwa kipekee kabisa ninatanguliza shukrani zangu za dhati kabisa kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia kwa waandaaji, dada yangu Doreen na timu yako yote, lakini pia Wizara ya Nishati na wadau wengine wote ambao wamehakikisha jambo hili linakuja na linakufanyika kwa ukubwa huu. Mimi naitwa Dr. Isaac Maro. Popote utakaponiona naongelea afya, hamna vingine, sijui vingine. Na kikubwa ninachotaka nizungumzie leo moja kwa moja ni afya. Tunapozungumzia nishati safi, tunazungumzia mwanzo mpya na mzuri sana. Sisi kama wote tunakumbuka zamani tulipokuwa tunaona watu wazima wazee wakiwa wanaambiwa maneno magumu sana kuhusiana na muonekano wao, kwa namna macho yanavyoonekana, kwa namna ambavyo wako. Bibi zetu walipata tabu sana mikoani kwa sababu walikuwa wanazungumzwa vibaya. Na hii ni moja ya madhara ya nishati isiyo safi. Uzinduzi wa Mkombozi Project sambamba na wimbo wake maalum unaoitwa Mkombozi, unaohamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Nawapongeza kwa dhati waandaaji wakuu wa tukio hili, Tanzania Business Women Association TABWA, kwa kushirikiana kwa karibu na Mkombozi Project. Aidha, nawapongeza washiriki wote wa mkakati huu wakiwemo Afya Check ambao ni wadau muhimu katika Mkombozi Project kwa kusaidia juhudi za kuelimisha wananchi kuhusu nishati bora ya kupikia. Ushirikiano huu ni kielelezo bora cha jinsi sekta binafsi, wasanii, taasisi na wananchi wanavyoweza kushirikiana kufanikisha ajenda ya maendeleo ya kitaifa. Ndugu zangu, tatizo la matumizi ya nishati isiyo safi ya kupikia ni changamoto kubwa inayogusa moja kwa moja afya. Pia inagusa usalama na ustawi wa Watanzania, hususan wanawake na watoto. Takwimu za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 3 hufariki kila mwaka duniani kutokana na matumizi ya nishati isiyo safi. Kwa kutambua changamoto hii, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeweka lengo mahususi kupitia mkakati wa taifa wa nishati la kuhakikisha kuwa 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Zungumza asilimia ya Watanzania wanaotumia nishati safi iko kama 16. Yaani katika kila watu 100 ni watu 16 tu ndio wanaotumia nishati safi ya kupikia. Lakini mkakati wa kitaifa ni kwamba tukifika mwaka 2034, yaani miaka 9 ijayo, tunataka katika watu 100, watu 80 wawe wanapikia nishati safi. Mimi naitwa Amina. Ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujihudumia bima ya safari muda wowote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe, naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu. Upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo. Na uzuri zaidi, hata ubalozi unapoenda kuomba visa, wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno BimaPapp kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPapp.
urahisi wa maisha.